Bali ya mchana huu. Leo tutaangalia mambo machache, mambo 7 usiyoyajua kuhusu zinaa, uasherati, au niseme hivyo kwa sababu nisema sex is big word, lakini mambo muhimu sana natamani uyajue. Mambo 7 haya ni muhimu sana kwa mtoto wa Mungu ujue. Usiyoyajua kuhusu sex, kuanzia leo uyajue. La kwanza kabisa, unakosa mtu anayezini kwa mwanaume, unakosa akili kabisa. Kwa mwanamke unakosa akili kabisa. Mithali anasema nini? Mithali 6:32 anasema, aziniye na mwanamke hana akili kabisa, kwa maana huiangamiza nafsi yake yeye mwenyewe. Kumbe jambo la kwanza kabisa, kijana, kabla hujafikiria kuzini unatakiwa ujue unapoteza akili kabisa. Akili yako inapotea kabisa. Akili yako inaharibika kabisa. Sio tu kuharibika akili, unaiangamiza nafsi yako. Kwa namna yoyote ile, Biblia inamtemu mtu mzinifu kama mtu asiye na akili kabisa. Ndio maana hata Mungu mwenyewe aliangamiza Sodoma na Gomora, sababu uasherati ulivyoingia, watu walikosa akili, wakaanza kusodomiana. Walipoanza kusodomize, Mungu akatemu hiki kizazi hakina akili kabisa. Ndio maana akajipatia mtu mmoja katika ile na nyumba yake, Lutu, kwamba huyu ana akili. Kwa una namna ya kutushawishi. Umezini, una akili. Unajua nini dada, umeruhusu kuvuliwa chupi zako, una akili kabisa. My brother, umeruhusu kushusha suruali yako kwa mtu asiye mke wako, una akili kabisa. Never. Hakuna lugha nzuri ya kukwambia. Unakosa akili kabisa. Jambo la kwanza. Nitenda chapa. Jambo la pili, unaambukizwa roho ambazo sio zako. Sasa kwa nini? Yaani jambo la pili,